Habari mpenzi mtazamaji wa Robin Media. Hii ni breaking tarehe 7 mwezi wa 10 na mimi ni Rachel Robin. Huko Qatar kumetokea taharuki baada ya GPS kushindwa kufanya kazi. Hivyo serikali ya Qatar kupitia wizara yao ya usafirishaji iliamua kusitisha mara moja shughuli zote za usafirishaji baharini kwa sababu ya hatari ya usalama wa meli. Habari zimeripotiwa kwamba watu wengi wa Doha, yani mji mkuu wa Qatar, na walioko maeneo mengine hapo Qatar, simu zao au program za ramani zinaonyesha wako eneo la Iran badala ya kuwaonyesha kuwa wako katika eneo lao la Qatar. Mpaka sasa habari zinasema bado haijagundulika nini chanzo cha tatizo, lakini tetesi zinasema kuna uwezekano ya kwamba kuna serikali nyingine inayojaribu kuvuruga mfumo huo wa GPS au kwa kitaalamu huo wanaita jamming. Niwakumbushe tu hapo Qatar siku chache zilizopita Israel ilifanya shambulio kwenye mji mkuu wa Doha hapo Qatar ikiwa na madhumuni la kuua viongozi wa Hamas. Lakini pia hapo Qatar ndipo kwenye kambi kubwa ya jeshi ya Marekani hapo Mashariki ya Kati inayoitwa Al Udeid Air Base. GPS ni kifupi cha neno Global Positioning System. Kwa Kiswahili maana yake ni mfumo wa uwezo wa kutambua nafasi duniani. GPS ni mfumo wa satellite unaotoa taarifa za nafasi na muda kwa mashine, magari, ndege, meli na simu za mkono. Habari ya pili ni kutoka kule Ufaransa. Masaa machache yaliyopita, waziri mkuu wa Ufaransa ambaye ni mpya ametangaza kujiuzulu kwa kile alichodai kwamba ni kutokana na kutokuwa na ushirikiano kutoka katika vyama vya upinzani na hali ya kisiasa iliyogawanyika katika bunge. Waziri huyu mkuu aliyeteuliwa tarehe 2 mwezi uliopita na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amekuwa waziri mkuu wa 5 kuweza kujiuzulu pale Ufaransa ndani ya miaka 2. Kutokana na hali hii, soko la hisa la Ufaransa limepata mshtuko na kushuka kwa mauzo kwa 1.4% na gharama za kukopa ziliongezeka. Kule Iran, habari zinasema wanatarajia kuzindua satellite yao ya kwanza ya mawasiliano ambayo itaitwa Namai 1. Uzinduzi huo unatarajiwa kufanyika mwezi wa 12 mwaka huu. Habari zinasema satellite hii ni hybrid, na maanisha ni satellite ambayo itakuwa imechanganywa vipengele vya uchunguzi wa ardhini, picha za duniani na mawasiliano. Tayari minong'ono imeanza ya kutuhumu kwamba satellite hii ya Iran itakuwa inafanya kazi za jeshi pia, madai ambayo Iran inasemekana wameyatupilia mbali na kudai ni satellite ya amani kwa ajili ya mawasiliano tu. Tunaposema ni kwa ajili ya mawasiliano tunamaanisha kwamba satellite hii inasemekana itakuwa inatumika kutuma na kupokea data za mambo mbalimbali ndani ya nchi yao na sio mawasiliano ya simu au internet kama wengi wanavyofikiri. Habari zinasema satellite hii ya Namai 1 itatumika kusambaza data kwenye vituo vya ardhini kama taasisi za serikali, utafiti wa hali ya hewa, usimamizi wa maafa na ufuatiliaji wa mazingira. Mpaka sasa inasadikika Iran imefyatua satellite karibu 20 toka ilipoanza mpango wake wa anga mwaka 2005. Na habari zinasema Namai 1 itakuwa ni satellite ya kwanza hapo Iran katika kizazi kipya cha hybrid. Lakini pia habari zinasema dunia itarajie pia hapo baadaye Iran itakuja na Namai 2 na Namai 3 ambazo zitakuwa na maboresho ya kisasa zaidi ya haya ya Namai 1. Tujikumbushe tu kwamba hii ni nchi ambayo inaishi na vikwazo vya kiuchumi kwa miaka zaidi ya 40 sasa, na wiki iliyopita wametoka kuongezewa vikwazo vingine vya kiuchumi lukuki. Kule Afrika ya Kusini, vyombo vya habari vinaripoti kwamba ndege ya Urusi iliyowekewa vikwazo vya kiuchumi na Marekani imeonekana ikiwa na mizigo mizito na kupeleka Afrika ya Kusini ambako inasemekana kuna uwezekano mizigo hiyo ikiwa ni mizigo ya silaha. Ripoti zinadai kwamba ndege hiyo ya mizigo kutoka katika shirika la Abakan Air ilionekana hapo kabla
kule Iran kabla ya kuonekana Afrika ya Kusini, na baada ya hapo ikaja kuonekana ikielekea Afrika ya Kusini kupitia katika anga ya Tanzania. Hakuna uthibitisho wa ripoti yoyote juu ya ndege hii kupita Tanzania, bali ni ripoti tu ambazo ndo zinaonyesha. Tunaposema kupitia Tanzania tunamaanisha madai ya ripoti hizi yanadai imepita kwenye anga na sio kutua Tanzania. Afrika Kusini walipoulizwa, habari zinasema kwamba wao wanadai hawajui juu ya vikwazo vya Marekani au nchi nyingine yoyote ambavyo vimewekwa juu ya ndege hiyo. Afrika Kusini na Marekani kwa sasa hawana mahusiano mazuri, hivyo swala hili linazidi kuchochea mzozo walionao wa kisiasa. Na habari ya mwisho ni juu ya tuzo za Nobel ambazo huwa zinatolewa kila mwaka. Masaa machache yaliyopita tayari washindi mbalimbali wa vipengele vya tuzo ya Nobel walianza kutangazwa. Tuzo hii mwaka huu imekuwa ikisubiriwa kwa hamu, hasa katika kipengele cha tuzo ya amani, na hii ni kutokana na wengi wakihisi kwamba rais wa Marekani amekuwa akitaka sana kupewa tuzo hii mwaka huu. Mpaka sasa mshindi wa kipengele cha tuzo hii ya amani ya Nobel hajatangazwa, bali atakwenda kutangazwa kule Oslo tarehe 10 mwezi huu wa Oktoba, yani siku chache kutoka sasa. Na wengi wanasubiri kuona kama Donald Trump ndiye atakayetangazwa mshindi. Karibuni katika group letu la WhatsApp Robin Media Group. Kule huwa ninachambua kwa undani kabisa juu ya mambo ya siasa za kimataifa, na leo nimeelezea kwa undani kabisa juu ya tuzo hizi za Nobel, kuanzia historia mpaka umuhimu wa tuzo hizi na kwa nini viongozi wengi wakubwa duniani wamekuwa wakitaka sana kuhakikisha kwamba wanapomaliza madaraka katika siasa basi angalau wanakuwa wamepata tuzo ya amani ya Nobel, na kwa nini hadi Donald Trump rais wa Marekani amekuwa akitaka sana kama vile wanavyomtuhumu kupata tuzo hii ya amani ya Nobel. Kupata chambuzi zangu za siasa za kimataifa katika group la WhatsApp ambazo huwa na rekodi kwa njia ya audio, yani sauti, kila siku zenye urefu wa dakika 20 ni shilingi 5,000 tu kwa mwezi mzima, na namba ni 0745861107. Na kwa wale wanaopenda kuchangia kazi yetu ya journalism ili tuzidi kukua na tuzidi kukuletea habari kwa ukubwa zaidi, kwani sisi ni wanahabari wa kujitegemea, namba yetu ni 0745861107. Jina langu ni Rachel Robin na hii ni Robin.